katika huu muundo mpya wa mfumo wetu wa kazi. Lakini jambo la pili ambalo tunaitegemea ndani ya TARURA, kwa mara nyingi sana tumekuwa na ujenzi wa barabara ambazo hazina design. Na hapa maengineer wetu walikuwa wanafanya mchezo wao mzuri tu. Barabara unaambiwa wewe mwenyewe mkandarasi udesign, alafu unajenga mwenyewe. Of course sawa, ni moja utaratibu. Lakini client ambao ndio manispaa kupitia maengineer wetu hawakusimamii. Na matokeo yake nimepitia baadhi ya nyaraka nyingi za uchunguzi, unakuta tu by instruction of the engineer wameongeza fedha. Maelekezo ya engineer ameongeza fedha. Na wakati mwingine engineer anabadilisha gia angani. Design iliyokuwepo ya mkandarasi imeshakubalika na cost inajulikana. Wanaenda wanakubaliana na mkandarasi, tubadilishe, wewe andika, mimi ndio nimekupa maelekezo. Sasa ukishamwambia vile, mkandarasi yule anakubadilishia afa anakupa cost mpya. Na bahati mbaya hakuna kucontrol zile cost kwa sababu tayari bodi imeshamwawadi ile tenda. Kwa niombe pia, na imani watu wa TARURA mpo, na moja jambo ambalo mtakuwa mtusaidia kama muundo wa TARURA utahakikisha una watu wanaofanya kazi ya kudesign. Ili tukienda kumtafuta mkandarasi tunampelekea ile BOQ ijaze, lakini tayari tunao design na cost zetu tunazijua. Tuondoe kitendo cha kuongeza variation inayozidi fedha ya mradi. Kinondoni kule kuna mradi mmoja wa milioni 800, fedha ya nyongeza iliongezeka bilioni 1 na milioni 300. Na watu wakalipana. Sasa unajiuliza, kama mlipiga mahesabu mara ya kwanza milioni 800 mkakubali tajenga, mnakuja kuongeza nyongeza ni kubwa kuliko bilioni 1 na pointi kadhaa zinaongezeka, na mwisho siku watu wanabaki bila kuwa na lami. Kwa mimi niwaombe ndugu zangu wa TARURA, na wiki ijayo naomba kuona mpango kazi wenu. Moja, unaoonyesha barabara zilizopitishwa katika bajeti 2017-18 na namna mlivyojipanga kuzitekeleza katika kujenga barabara katika mkoa wetu. Lakini la pili, maengineer wote mliobaki manispaa, sitaki mashimo ndani ya mwezi mmoja nisiyaone. Baadhi ya manispaa mna vijiko, baadhi ya manispaa mna compactor, baadhi ya manispaa mna vifaa vya kutosha. Hakuna sababu ya kuwa mnaandika 4 ofisini wakati mashimo yamejaa barabarani. Na wale ambao leo hawajaja, Lasa ameshachukua loko, tutakutana Jumatatu na nitakuja kwenye ofisi zenu nijue mlichokalia ofisini ni nini, kilichofanya msije hapa ni nini. Tunajua ni sehemu ya wale watu ambao mna makandokando mengi, hamwezi hata kusimama katikati ya watu kujieleza. Lakini pia ndugu zetu wa DAWASCO, tunaombe tena, umwagikaji wa maji barabarani hatuuhitaji. Hatuhitaji kuona maji yanazidi kuenea barabarani wakati wananchi hawana maji. Ndugu zangu wa DART, bado hatujaimarika kwenye mfumo wa usafiri. Bado changamoto zinaendelea kujitokeza. Ni mfumo mpya, lakini lazima sisi tuwe flexible kuhakikisha changamoto hizo tunakabiliana nazo kwa wakati. Sasa tusifanye hivyo, mantiki yetu ya DART phase 1 tunayo sasa hivi, tutaingia kwenye phase 2, haitakuwa na tija kama hatuwezi kuboresha mfumo wa kwanza tulionao. Hata ndugu zetu wanaotupa ufadhili au tunaokopa fedha kwao wangeona improvement inazidi kuwa kubwa. Ilifanya kazi kubwa sana, foleni inapungua, lakini zikero ndogo ndogo zinaharibu hata kazi kubwa ambayo mmekwisha kuifanya. Kwa niombe tena, hasa kwenye kituo kikubwa cha Kimara. Pale Kimara mwisho kuja huku kwenye vituo vingine kuna kero nyingi kweli. Na kuna siku zingine wale madriver wanaamua kupaki tu magari. Watu wanasema magari tunaona, lakini kwenye vituo hakuna magari. Ila magari yamekaa pahala tu. Na wananchi wanapata shida ambayo hawastahili kuwa nayo. TARURA wameonyesha kwamba taa zinabaki kwa manispaa na usafi. Hali ya usafi manispaa hamfanyi. Na taa nyingi pamoja na watu wa TANROADS haziwaki. Hiyo changamoto. TANROADS mliambia mna mkakati wa kuwa na taa mpya, na mkasema tayari imesha test, sijajua mmefikia wapi.
lakini nahitaji kuona basi hizo taa kama zinafanya kazi ziingie barabarani. Tunataka kuingia kwenye mji wa biashara, lazima tuhakikishe mji wetu una taa. Lakini pia mainjinia wa majengo, mnaendelea kutoa vibali, watu wanajenga mahala bila kuwa na parking. Matokeo yake barabara zinatumika kwa sehemu ya parking, na mwisho siku kufanya foleni kuwa kubwa. Mainjinia wa majengo simpo? Wa majengo mpo au mliondoka? Wa majengo msimame. Mbona mko wengi mwanzoni au mmemaliza kikao? Mzee wa Kinondoni, majengo yetu pia naomba mjitahidi. Tunataka tuwe na taa za usalama. Security light ni jambo la msingi sana. Watu wanaokuja kuomba vibali kwenu wakumbusheni kuziweka. Na wakati mwingine mnaweza mkawashauri majengo yao haya marefu yakatumika pia kama sehemu ya matangazo. Kwa hiyo kuacha mtu anajenga jengo refu alafu mwisho wa siku afaidiki nalo. Weka wapangaji ndani, na inawezekana wapangaji hao wakatumia hilo jengo kutangaza kazi walizonazo. Hasa ushauri wa kwenu, mkiwapa ushauri mzuri watafanya. Lakini waombe tuwe na security light. Hakikisha majengo yenu hapa mjini, hasa nyewe wa Ilala, magorofa haya mengi yakiongezewa taa itakuwa ni fueni kubwa kwetu, na mwisho wa siku watu wetu wa usalama watanufaika na mwanga na mji wetu utazidi kupendeza. Ndugu zangu wa Temeke, injinia wa Temeke yuko wapi? Ndio wewe. Wewe umepanda daraja, umekuja TARURA, una sifa za kuwa TARURA nazo. Yaani umefanya vizuri Temeke kiasi kwamba umequalify kupanda. Ndio. Ni sahihi. Watu wa Temeke naomba maswali kwa kama tunamngoa leo kumtoa kwenye TARURA au anabaki. Karibu. Washa tu unayo hapo mzee. Mheshimiwa, na maswali matatu. Swali la kwanza kwa jina naitwa Ebedi Saidi Njua. Naomba simu yangu pia hapa, nitapokea simu kama 5 za mwisho afu tunafunga. Jina langu Ebedi Saidi Njua, mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Zomboko. Wananchi wa maeneo ya kwa Zomboko nikijumlisha na mitaa ya Kurasini, Kibulugwa na kata yangu ya Kilungule, tunasikitishwa na kutokuwa na barabara ambaye majibu yake hatuyapati. Ukifika Zakemu, ukitokea mjini upande wa kushoto kuna barabara ya lami ambayo inaelekea Kibonde Maji, lakini upande wa kulia ambako kwa sasa kuna hospitali kubwa Mstahiki Meya ipo katika kata yake, barabara ile haijengwi kwa miaka yote. Mwaka jana tukapata taarifa kwamba barabara ile ingejengwa kwa kiwango cha lami, lakini nimesikiliza baadhi hapa waliokuwa na huyu injinia wa mkoa akuigusia hiyo. Lakini barabara ni muhimu, lakini majibu yalikuwa mepesi. Wanadai kwamba pale kuna pipeline, lakini pipeline ile haikuanzia Zakemu kwenda Kibulugwa. Pipeline ile imetoka huko bandarini ulikotoka, imepita mpaka Kibulugwa. Sasa haiwezekani Zakemu ile upande wa kushoto lami inapita kwenye pipeline hiyo, upande wa kulia ionekane kikwazo. Nataka watu wa halmashauri watujibu hilo, au mtatani ambaye amefika upande wa Temeke atujibu hilo. Ni kilio cha muda mrefu, watu barabara hakuna. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama utakwenda kuiona hospitali ya ambaye Mstahiki Meya yupo, nadhani kama utakwenda kesho au kesho kutwa utaiona hiyo barabara.
hakuna kitu kabisa. Lakini lingine, kuna barabara hiyo ambayo ina matatizo kuelekea kwangu, kuna mitaro imeelekeza katika mtaa wangu kwa Zomboko. Wananchi hawalali, wanalala kiangazi tu, akifikia masika hata mimi mwenyekiti siwezi kulala usingizi. Tumeshafika wilayani, mainjinia hao wametengeneza barabara, wakati wanajaza vifusi wametengeneza mitaro ikielekeza katika mtaa wangu kwa Zomboko. Wakina nani? Hao mainjinia maeneo ya mashine ya maji wametengeneza barabara kutoka kwa mheshimiwa Stahiki Meya, wamekuja katika mtaa wangu. Kwa hiyo ule mtaro umeelekezwa kwenye mtaa wangu na haueleweki unaelekea wapi. Wao wameelekeza maji kwangu, wananchi hawalali. Na tushakwenda wilayani na mheshimiwa kwako tulifika, lakini kwa bahati mbaya siko tunafika ndio unasafiri kwenda Marekani. Tulikuja mpaka ofisini kwako, jibu mpaka leo wananchi wa Zomboko hawajapata jibu mpaka sasa hivi. Imetengenezwa barabara, mitaro imeelekezwa kwenye mtaa wangu. Haya, mtaalamu wa tujibu, engineer. Mheshimiwa Mwenyekiti, muuliza swali anaulizia barabara ya Kiburugwa, akitoka anunue gazeti la Mwananchi. Barabara ile imeshatangazwa, ilikuwa na vyanzo viwili vya fedha, kuna road fund na on source. Kwa hiyo tumeshaitangaza, mwaka jana tuliitangaza, tukashindwa kumpata mkandarasi kwa sababu alikuja na bei za juu. Kwa hiyo tuka review ile, tuka rescope ile kazi, ikabaki kilomita 1, ndio tumetangaza itaanza kutekelezwa hivi karibuni. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, huu mfereji anaoongelea ni kweli ni mfereji mkubwa, lakini tayari umeshawekwa kwenye mradi wa DMDP, huu mfereji wa Shego ambao utachukua maji yote haya na kupeleka mpaka baharini. Kwa hiyo ni mfereji ambao uko kwenye bajeti ya DMDP na utafanywa kazi. Naomba kuwasilisha. Tafadhali kidogo. Mheshimiwa, unachozungumzia mfereji wa Shego ambao uko Noini, huo sikuulizia swali. Mheshimiwa engineer atajua kwamba kuna mfereji kutoka wa Shego unakuja mfereji wa pili ambao umejenga barabara kutoka kwa Mheshimiwa Stahiki Meya, wamekatiza kwenye mtaa wangu ambao wameutelekeza ule mtaro unaelekeza katika maeneo ya kwangu. Tushakwenda zaidi ya mara 3 pale, hakuna jibu. Hiko ni kilio kikubwa. Umesikia? Tuombe majibu. Mheshimiwa, kama nilivyotangulia awali nikasema kwamba maji mengi ambayo yanatoka huko juu yanakwenda huko bondeni. Na pale tulipojenga ile barabara, anasema mtaro mmeuelekeza unaenda kwenye nyumba zake. Inawezekana mzee huyu ana wake 4, sasa wote wanalalamika, nalalaje? Ndio nimesema lengo kubwa la kutoa yale maji kutoka kwenye barabara itatatuliwa na mfereji wa Shego. Hii anayoongelea yeye mwenyewe sasa hivi ninayo taarifa hiyo, lakini ule mfereji tutaboresha kuupeleka kule chini kwa sababu tunaendelea. Lini sasa mnaboresha? Bajeti hii ijayo ya mwaka wa 17-18. Haya, mwingine mwenye swali kwa upande wa Temeke, karibu.